pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni msingi wa mahusiano baina ya utawala bora na haki za binadamu, hasa haki ya kuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila haki za binadamu hakuna utawala bora. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu mwaka jana kilitoa taarifa yake ambayo ina orodha ya watu wengi ambao wamepotea, hawajulikani waliko ama wametekwa. Taarifa hiyo ilitanguliwa na taarifa ya Chama cha Wanasheria Tanganyika, na baada ya hapo mpaka sasa viko visa mbalimbali vya watu wanaopotea, watu wanaotekwa. Nilitarajia, kwa sababu hii ni Wizara ya Utawala Bora, ni lazima tupate pia commitment kwamba kutakuwa na usalama dhidi ya visa vya watu kupotea na kutekwa. Na ushauri wangu kwa serikali, orodha ya watu wanaotajwa, Balozi Humphrey Polepole, ndugu yetu Mlai na watu wengine wote waliotajwa katika ripoti zile, kwa ajili ya muda siwezi kuwataja wote, ni lazima tupate majawabu ya serikali. Pawe na uchunguzi huru dhidi ya watu wote waliopotea na kutekwa Tanzania. Hilo ni la pili nilitaka kulisema. Na ujumbe wangu wa kuhitimisha, ujumbe nahitimisha kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Katambi, taarifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na mchango mzuri wa Mheshimiwa mbunge, na nikiheshimu pia taaluma yake, amezungumzia kuhusiana na masuala ya kesi za TAKUKURU, lakini vivyo hivyo amezungumzia kuhusiana na mwenendo wa kesi za jinai. Naomba nimpe taarifa, nikitambua kwamba pia ni wakili msomi. Yapo mashauri ya jinai yanayoendelea kwenye mahakama zetu yanayohusiana na ubadhirifu na upotevu wa fedha za serikali, na kwa sababu ya muktadha wa takwimu, pale utakapohitaji tutakupatia. Lakini vivyo hivyo kwenye tuhuma na shutuma za watu kutekwa na kupotea, zipo kesi ambazo tayari ziliripotiwa polisi, hatua za upelelezi zinaendelea. Lakini vivyo hivyo zipo kesi ambazo watu walionekana kusema wametekwa na baadaye ikagundulika ndivyo sivyo. Zipo shutuma nyingine nzito za kijinai ambazo jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi nazo, na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya kimataifa. Kwa masuala haya, ikiwa ni pamoja na kesi zilizopelekwa mahakamani, unafahamu msingi wa sheria unatutaka kwenye mashauri ambayo yanaendelea mahakamani hayawezi kuzungumziwa, pamoja na kutambua kwamba tunayo sheria ya haki, kinga na madaraka ya Bunge. Lakini yapo mambo ambayo kwa hatua yalivyo na nature yake, kwa sababu ya kwenye hatua ya upelelezi, kwa sasa hayawezi kuwa public kwa sababu kuna taratibu za kiupelelezi. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo, na nitahitimisha kwa ajili ya muda. Nitahitimisha, naamini kwamba nitalindwa. Nahitimisha dakika moja tu Mwenyekiti, nahitimisha. Siipokei kwa sababu hoja yangu mimi siridhiki na uchunguzi wa kawaida wa kijinai. Nataka pawe na utaratibu wa Judicial Commission of Inquiry, uchunguzi huru, ili tujue Polepole yuko wapi, tujue Deus Soka yuko wapi. Sasa ujumbe wangu, muda wako umeisha. Ujumbe wangu Mwenyekiti, nimeongea kwa dakika 3 nikisimamishwa. Dakika 1 naomba Mwenyekiti, ili nitoe ujumbe. Ujumbe wangu kwa wale wanaodhani. Muda wako Mheshimiwa umeshaisha. Nimeongea kwa dakika 3. Mheshimiwa, ninaomba kwa heshima. Na nataka kuhitimisha, natoa ujumbe. Mheshimiwa Ado, muda wako umeisha.